Karibuni sana, leo nawafundisha kuhusu kunywa maji. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Ezekieli chapter 4 mstari wa 11 inasema, nawe utakunywa maji yako kwa kuyapima na utakunywa wakati wake. Biblia inaposema wakati wake, ina maana maji si ya kunywa kila wakati, ni wakati wake. Kuna wakati wa kunywa maji. Unajua madaktari wengi, ni madaktari lakini ni madaktari njina tu. Daktari anasema unaweza kunywa maji gilasi 8 kila siku. Hiyo sasa ni prove wrong. Kuna ng'ombe inakunywanga mitungi 4 kwa siku. Na kuna ng'ombe inaweza kunywa lita 10 kwa siku. Na kuna ng'ombe inaweza kunywa lita 20 kwa siku. Kwa nini? Iwe kuna ng'ombe inaweza kunywa lita 80 ama 60 ama 40 kwa siku. Ni upana. Kuna ng'ombe ni ng'ombe kubwa lakini inaweza kunywa lita 10 na itoshe. Na kuna ng'ombe inaweza kunywa lita 60 ama 40 na itoshe. Ina maana daktari anasema mtu anaweza kunywa gilasi 8 kwa siku, na nitamprove wrong hapa. Kuna mtu ni mkubwa lakini huyo mtu akona kilo kama 20 ama 25 ama 30. Huyo mtu akona kilo 30 na mtu mkubwa ama 35, na yule akona kilo 100 ama 120. Watu wanaweza kunywa gilasi 8 kweli? Hiyo ni uongo. Sasa vile utafanya, utakunywa maji kulingana na kilo zako. Yaani inamaanisha upimwe kilo. Kama uko na kilo 60, fanya calculate 60 divided by 8. Itatoa hapo 7.5. Hiyo ni kumaanisha mtu wa kilo 60 anaweza kunywa maji gilasi 7.5. Vyenye unaongeza kilo ndivyo utakalculate. Kama uko na kilo 100 utasema 100 divided by 8, answer ile itatoka ndio utaweka. Na usinywe maji excess. Wakati utakunywa maji excess, mwili wako utandilute. Kuna seli zingine na askari wa mwili wenye watandilute your electrolyte, na figo zako zitakuwa na kazi ngumu za kuondoa hayo maji, kwa sababu ni maji mengi ndani ya